Mi kwa majina naitwa Rogers Shipela. Mimi ni mkazi wa mtaa wa Mangaveta katika kata ya Ilemi. Mimi ni mmojawapo wa waathirika katika haya matukio. Mnamo tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka huu, mimi nikiwa na mke wangu kwenye majira ya saa 3:30 usiku, tukiingia nyumbani kwetu, tulivamiwa na watu wasiojulikana ambao waliweza kutupora vitu mbalimbali ikiwemo kompyuta mpakato, fedha, simu na nyaraka mbalimbali kama vile vitambulisho. Na katika tukio hilo pia walitujeruhi. Mimi nilijeruhiwa kwa kupigwa mapanga mawili, moja mkiona hii sehemu ambayo unaona imeshabonyea hapa, afu na nyingine kichwani huku ambako bado nyuzi nyingine za mwisho bado hazijatolewa. Tulijeruhiwa na tulipona baada ya kupiga kelele na wasamaria wema majirani kujitokeza. Hao watu ndo waliweza kukimbia, na hivyo sisi tukakimbizwa hospitali ya Rufaa Mbeya ambako tulilazwa na kupatiwa matibabu. Baadaye tukaendelea kupatiwa matibabu tukitokea nyumbani, na mpaka sasa hivi tuko chini ya uangalizi wa madaktari. Leo nilipata wito wa kuitwa hapa polisi. Baada ya kupata wito wa kuitwa hapa polisi, nimefika. Bahati askari mpelelezi ambaye anashughulikia kesi yetu akaweza kutuonyesha mtuhumiwa mmojawapo ambaye wamefanikiwa kumkamata, na huyo mtuhumiwa mbele yangu mimi akaulizwa na akakiri kabisa kwamba yeye ni miongoni mwa wale wahusika katika tukio langu, na kaeleza mazingira ya kesi jinsi yalivyokuwa na vitu alivyochukua ambavyo nakiri sehemu aliyokuwa anaeleza ndio kwangu, na kitu alichochukua na vitu alivyochukua ni vya kwetu. Kwa hiyo katika tukio hilo kwa kweli tunalishukuru sana jeshi la polisi. Siwezi kuongea kwa kirefu kwa sababu viongozi wote waliotangulia wa mitaa yetu wameweza kuongea, lakini kipekee kabisa ningependa kuwashukuru askari, nikianzia mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, mkuu wa jeshi la polisi wilaya Mbeya, na kuna askari mbalimbali maafande. Ningependa kutoa shukrani zangu kwa afande Duncan, kwa afande Hosea Mpoyela, afande Rama, afande Paulo Magembe, afande Jacqueline, lakini sio rahisi kuwataja wote kwa majina yao, lakini sisi kama familia yetu tumethamini sana na wametujengea sana imani na jeshi la polisi, na tunaamini kwamba kwa sababu tayari kuna mtuhumiwa amekamatwa na amekiri, tunaamini kwamba basi hata watuhumiwa wengine waliobaki na vifaa na mali ambazo walikuwa wamepora, tuna imani kabisa kwamba vitapatikana. Kwa hiyo tunashukuru sana jeshi la polisi kwa huo utendaji bora ambao umeonyeshwa hasa katika hili tukio, na naamini itakuwa sio kwa tukio la aina hii tu, hata matukio mengine ya aina mbalimbali, basi hali ya ushirikiano itakuwa hivyo. Mimi naitwa Dickson Kibiki, mkazi wa Sai, ni mwathiriwa wa matukio haya. Nilivamiwa nikiwa nimelala nyumbani, jamaa akaiba baadhi ya vitu na kunijeruhi. Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Jeshi la polisi na yenyewe imefanya kazi yake vizuri.
Leo nimeitwa kuja kuangalia baadhi ya mali zilizopatikana na sina mengi zaidi ya kulishukuru jeshi la polisi na ushirikiano wao. Inakaa mtaa Mangaveta. Ilikuwa ni maeneo ya saa tatu. Nilikuwa nimekaa nyumbani najiandaa kwenda kazini. Baada ya kuangalia mechi ya Simba na Yanga, nikaona sasa hii kipindi cha pili kinakaribia kinaanza. Nikaona ni bora nianze kuondoka kujiandaa kwenda kazini, kwa sababu kutoka Mangaveta mpaka magereza kidogo pana distance yani. Kwa nimetoka tu mlangoni, kwa sababu nyumbani kwangu ni nyumba tu, alafu kuna barabara hapo na yani nimetoka kama nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ghafla tu nikakuta kuna vijana watatu mbele yangu, kati mimi ndio nazungumza habari ya mpira kwanza. Hivyo tu mawe kwanza, mechi ya leo. Sasa nikajua sababu kuna mpira, ngoja basi na wenyewe, kwa sababu napita nika basi akili yote ikawa imekushama kwamba kuna vibaka. Nikaona na hao mtoka kuangalia mpira, acha ndio mpishana. Yaani hata sekunde sikuchukua ndani ya dakika. Yaani tumepishana mmoja tu katika wale watatu, mpishana mmoja tu. Nikashangaa niko chini. Maana naona navuja damu. Kukushana nao dakika 2-3 hawakuzungumza lolote. Baada ya kuona uniformu wakachukua tu simu. Nilikuwa na simu 2, nilikuwa na kiasi kidogo cha pesa cha nauli. Basi wakaniacha, kwa sababu ni nyumbani hapo jirani. Kama dakika moja tu nikana jitahidi, naona navuja tu damu. Kufika tu nyumbani dakika moja tu nikagonga tu mlango, nikaambia wewe vipi tena hali yako? Nikaambia bwana kuna hiki kimetokea. Mara fahamu zikaniishia. Wakachukua tu bima ya afya, tulikuwa tunaondoka moja kwa moja kwa tunaelekea Mlanasa hospitali. Mimi naiambia tahadhari hii mambo ya tunachoangalia mipira, wakati mwingine usiku unapotoka kwa sio wote watu wema, mnapoangalia wote mipira, mnapokuwa mnatoka pamoja, unajua hao ni wenzangu nimetoka kuangalia nao mpira, kumbe sio. Kwa hiyo tahadhari yako lazima uichukue kwamba bwana, sasa hapa nilipo niko na nani, au kama huko na mtu wako wa jirani zaidi, basi nikujua kwa sababu hebu sasa tuongozane twende nyumbani, kwa sababu hii haya matatizo yanayotokea ya nondo hayachagui kwamba wewe ni afisa au wewe ni nani katika mazingira yao. Wanachojua wenyewe wanaangalia tu na maslahi yao binafsi. Daud Mponzi ni kwamba ni mzee ambaye nilikuwa nafanya kazi zamani TTCL. Nimestaafu na watoto wachache sana, lakini sasa hivi hali halisi ya maisha imenipunguzia nguvu. Hata wale wachache wanakwenda, kwa sababu mmoja huyu sasa wa kiume wa mwisho ameuliwa juzi. Kwa ninachoomba tu, bado tuna watoto wa jirani ambao watoto wazuri wetu. Serikali, polisi na mahakama waendelee kuongeza nguvu tu. Walao hao waliopo bado ni watoto wetu sisi wote, hata kama ni wapoteza wa kwangu, lakini watoto wa jirani hao waendelee kuishi. Tutapata faida sisi katika kuishi, watasoma, watakuwa nani. Kwa sasa hivi nimepoteza, lakini dunia sio mwisho. Hawa watoto waliobakia duniani watunzwe na serikali, wafanyiwe. Watatunzwaje kama vyombo ambavyo vinahusika kufanya kazi hii havifadhi barabara? Naomba isimamie kiuzuri. Sina mengi kwa sababu nimetendewa makubwa sana. Mimi na watoto wachache sana, lakini karibu wote wamekwisha sasa. Nimebakia mwenyewe. Nasema taendelea kuwepo, sijinyongi, lakini naomba tu hawa wote waliopo duniani wabakie salama, wote ambao wapo watoto wetu. Asanteni kwa kunisikia. Machi 15 mwaka 2026 saa 4:45 za asubuhi huko katika eneo la Uyole sokoni jijini Mbeya, kundi la wananchi waliojichukulia sheria mkononi walizingira watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyoko katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao
kwa kutumia mawe pamoja na silaha za jadi. Kwa hiyo katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie au wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira, na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa, na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyu ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula, na umri wa miaka 20, na ni mkazi wa Sakarani. Na wanne ni Asajire Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa Sokoni Kingani. Aidha, watuhumiwa wengine 2 waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, ambao ni Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32. Wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa na kuhojiwa na kikosi maalum cha askari kwa ajili ya kupata ushahidi muhimu ambao utawaunganisha na baadaye waweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizi ambazo tumezitaja za kuvamia watu na kuwapiga nondo, wakata mapanga na kufanya uvunjaji na kuiba mali zao. Watuhumiwa ambao tunao wanakiri kufanya matukio ya uhalifu maeneo ya Isyesye, Iganzo, Hangaya, Mangaveta, Iromba na Uyole. Ndio maana mtaona watuhumiwa hawa ambao walishambuliwa na wananchi walikuwa maeneo ya Uyole, na matokeo yake ni kwamba wananchi wameshatoa taarifa na tumekwisha baadhi walishakamatwa wakafikishwa kwenye vyombo vya sheria, lakini kutokana na taratibu za kimahakama wanaruhusiwa kupata dhamana. Wamepata dhamana, wameenda tena kufanya uhalifu. Kwa hiyo wananchi wakaona kama vile jeshi la polisi kwa njia moja au nyingine kweli tunawasaidia, lakini na wao wamefika sehemu wakaona sasa wachukue sheria mkononi, japo ambalo pia na sisi tunaikataza, lakini tunaendelea kuhimiza watu wasijichukulie sheria mkononi, waache sheria ichukue mkondo wake. Lakini kwa sababu hawa watuhumiwa wanajirudia, ndio maana unaona hii hali ya wananchi wa maeneo ya Uyole na maeneo mengine wakaamua sasa waweze kukimbizana nao, kwa sababu ni matukio ambayo sasa wanafanya kwa kujirudia, na baadhi ya wazazi wanaendelea kuwatetea na kuwafichia siri na kuwaficha hata majumbani kwao kuwakatalia. Lakini kwa sababu taarifa tunazipata kutoka kwa wananchi, tunashukuru sana wananchi kwa ushirikiano huu ambao wanaendelea kutupatia na tunaendelea kukamata. Tumekamata vitu vingi sana kwa ushirikiano wa wananchi, na baadhi ya watuhumiwa ambao tunao wameweza kutuonyesha, na kuna baadhi ya watu wanajipatia mali hizi wanakuwa ni wanunuzi, tunaita receivers, wanapokea na kwenda kuuza sehemu nyingine, na wenyewe tumekamata. Kwa hiyo taratibu zinakamilishwa ili waweze kufikishwa mahakamani ili mkondo wa sheria uweze kuchukua nafasi dhidi yao. Wamekutwa na mali mbalimbali walizoiba, ikiwemo magodoro, redio, televisheni, NTV, mazuria, mapazia, majiko ya gesi, mitungi ya gesi na mali mbalimbali ambazo ni za wananchi. Nyingine ni za watu ambao kwa kweli ukiwaangalia ni wazee, lakini wanaoingilia na kwenda kuwaibia. Kwa hiyo wamesababisha hasara kubwa sana kwa wananchi, lakini pia wameleta vifo kwenye jamii, kwa kitu ambacho wangeweza tu kufanya kazi wakajipatia hivi vitu. Hivyo basi Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi, kwanza wafike katika kituo cha polisi cha kati ambako vifaa vyote vimetunzwa au vitu vyote vimetunzwa, yani Central Police Station hapa Mbeya, kwa ajili ya utambuzi wa mali zao.
na watatusaidia watakapokuwa wanatambua, itakuwa ni sehemu mojawapo ya kutengeneza ushahidi dhidi ya hao watuhumiwa ambao tunaendelea kuwakamata. Hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wenye tabia ya uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi katika mji huu wa Mbeya na hauna nafasi kabisa katika mkoa huu wa Mbeya. Lakini pia Jeshi la Polisi linatoa wito kwa jamii kulinda rasilimali za taifa na kuacha kujihusisha na uwindaji haramu kwa kuingia ndani ya hifadhi bila kibali, kwani kufanya hivyo ni uhalifu kama uhalifu mwingine, na badala yake wafuate taratibu ikiwemo ya umiliki halali wa silaha na kuomba kibali cha kuwinda ili kuepuka madhara yanayoweza kuwapata kwa kutofuata taratibu kama hizi ambazo tumechukua taratibu sasa za kuwakamata watu ambao wanaingia hifadhini na kuwinda bila kibali, lakini pia wanaangamiza wanyama ambao ni rasilimali kubwa ambayo inaingizia serikali kipato kikubwa.